pia ni kuweza kuwakumbusha njia salama za uchimbaji kwa mujibu wa sheria ya madini sura namba 123. Tuwakumbushe pia kanuni za usalama, afya mahali pa kazi na utunzaji wa mazingira pamoja na matumizi salama ya baruti ili kuweza kuepuka ajali zinazohatarisha usalama wao na kurudisha nyuma jitihada za ukuaji wa sekta ya wachimbaji wadogo nchini. Ndugu wakaguzi wa migodi, nitumie fursa hii kuwaeleza kuwa kwa kila mkoa ambapo mnafanyia kazi, kila mkaguzi aainishe maeneo ambayo yana uhatari mkubwa wa kuleta ajali na kuwasilisha maeneo hayo kwa mkaguzi mkuu wa migodi ili kuweka mbinu bora shirikishi ya kuepusha ajali katika maeneo hayo. Naomba nirudie pointi hii. Kila mkoa muainishe maeneo ambayo yana uhatari mkubwa wa kuleta ajali na kuwasilisha maeneo hayo kwa mkaguzi mkuu wa migodi ili kuweka mbinu bora shirikishi ya kuepuka ajali katika maeneo hayo. Sasa mkaimarishe kaguzi katika migodi yote mikubwa ya kati, hususan migodi midogo ya wachimbaji nchini ili kuepusha ajali zinazoweza kutokea na kupoteza nguvu kazi ya taifa na kusababisha kusimamisha uzalishaji. Tuwakumbushe pia teknolojia inaenda haraka sana na sasa hivi tutaona matumizi ya akili mnemba. Kwa hiyo sioni kama kuna hatari yoyote, na sisi tuweza kujifunza zaidi ili tuweze kuiboresha sekta yetu. Kama wakaguzi tunao jukumu kubwa sana la kusaidia hii sekta ya madini, hususani kwenye kudhibiti masuala ya usalama migodini ili ajali hizi ziweze kupungua. Tunapokuwa na kaguzi za mara kwa mara ndipo inainua sekta. Tumetoka kusikia hapa kutoka kwa viongozi wetu kwamba sekta hii ya ukaguzi ndio sekta ambayo inaendesha sekta nzima. Tunapofanya kaguzi, migodi inapokuwa salama, watu manake wanachimba kwa usalama, wataondoka vizuri, hakuna ajali zozote. Maana ajali inapotokea, changamoto yake ni kwamba lazima huo shughuli za uchimbaji zisimame hapo. Kwa hiyo tunapoteza nguvu kazi, vijana wengi wanapotea, lakini vile vile ukifunga mgodi manake hata makusanyo ambayo imekuwa kauli mbiu ya sekta nzima, manake tutashindwa pia kuyapata kwa wakati. Changamoto kwanza ambazo huwa tunakutana nazo, uelewa mdogo wa wachimbaji wetu hao wadogo. Kwa hiyo kuondoa hiyo changamoto, ndio maana tumekuwa tukiwaelimisha sana, hususan kwenye kutoa elimu juu ya uchimbaji ulio salama kwa kutumia sheria yetu ya madini ya mwaka 2019 sura 123, lakini pia kuwaelimisha juu ya hizi kanuni za usalama na utunzaji mazingira migodini za mwaka 2010. Kwa hiyo kuondoa hiyo changamoto, tunatoa elimu sana kwa hao wachimbaji wetu, hususani kwenye kuchimba kwao kitechnical. Sasa huwa tunawaambia, mfano wanaochimba maduara kwa chini waache nguzo, umeona, wasile zile nguzo, yani kwamba sio kwamba unataka uchimbe tu, uache nguzo kwa ajili ya kulinda nini, kulinda mgodi usianguke. Kwa mara nyingi hivyo. Lakini vile vile kuna eneo hili la baruti tumekuwa tukilisisitiza sana, hususan kufuata taratibu ambazo kuanzia utunzaji mpaka kwenye kutumia na hadi kusafirisha. Kwa wachimbaji wetu kwa kutumia hizo sheria za baruti za mwaka 63 na kanuni zake 64, tumekuwa tukiwaelimisha ili kuwepo na matumizi salama ya nini, ya baruti migodini. Fanya kazi na ushirikiano nao pamoja na sisi, inawezekana tukaendelea kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo na ikatusaidia pia kuhakikisha kwamba Tanzania tunazalisha dhahabu ambayo haina damu, kwa sababu ukizalisha dhahabu ambayo imemuumiza mtu, kwa mantiki hiyo unakuwa hujaitendea haki jamii ambayo inakuzunguka. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa usahihi na kuhakikisha kwamba watu wote wafanye kazi kwa usalama na dhahabu zizalishwe katika hali ya usalama.
Habari wateja wetu wazuri wa tablet zetu Tanzania. Tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia line 2, macho matatu pamoja na cover lake ambalo ni gumu ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.